pale ambapo tunajenga zahanati, kuna kivuko, kuna mto unapita, tunahitaji pale tupate daraja ili watoto wetu wa shule, lakini pia na watu ambao watakaokuwa wanakwenda zahanati waweze kupita kwa usalama kipindi cha mvua. Lakini Mheshimiwa Mbunge, pia tuna changamoto ya maji. Tuna kisima chetu kimoja ambacho bado hakikidhi mahitaji ya wanamialo wote, lakini pia hicho kisima kilichopo maji hayajasambazwa kwa wananchi ili yaweze kuwafikia wananchi. Lakini Mheshimiwa Mbunge, pia tuna changamoto ya umeme. Hili swala tumekuwa tukiliripoti mara kwa mara, na nadhani tunahitaji usaidizi kwenye hili ili kijiji chetu kiweze kupata umeme wa kutosha sana, hiyo ya 3 phase. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo umeme haujafika kabisa. Tunatamani kwa nguvu yako Mheshimiwa Mbunge, na kwa sababu wewe ni msikivu, utusaidie kijiji chetu cha Mialo chote kipate umeme ili wananchi waweze kuzalisha kupitia umeme huo na maendeleo yapatikane kupitia umeme. Mheshimiwa Mbunge, sisi wanakata ya kwa Mtoro, lakini kijiji cha Mialo tuna changamoto ndogo ndogo nyingi, lakini nadhani wakati unaendelea kuwasikiliza wananchi zitawasilishwa kwako na wewe, kwa sababu ni msikivu na umekuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi, na naamini utatusaidia. Kwa majina ni Mwalimu Ali Ibrahim, ni mwalimu wa shule ya msingi Mialo. Asante, mimi napenda niwasilishe moja yangu habari ya elimu. Nimefika hapa shule ya msingi Mialo, nimeajiriwa na serikali toka mwaka 2023. Pia kuna changamoto au tuseme kero mbalimbali ambazo zipo pale shuleni. Moja kabisa, tuna upungufu wa madawati. Swala hili tumeweza kulisema sehemu mbalimbali, lakini kutokana na changamoto ya namna utatuzi kwa hao viongozi ambao tunawasilishia, nadhani wanachelewa kufanyia kazi kutokana na majukumu mengine pia ambayo yanawabana. Mfano zahanati ni viongozi wao wanabidi wasimamie hao wananchi hawa. Pia kero ya maji, sasa kupitia hiyo hapo inaweza kupelekea ukosefu wa madawati pale shuleni kutekelezeka kwa nini kwa wakati. Kwa majina naitwa Mchungaji Yohana Zakesta. Mheshimiwa Mbunge, swali yangu ilikuwa ni kama ifuatavyo. Moja ilikuwa ni umeme, lakini imezungumziwa na Mheshimiwa diwani, lakini kweli naomba jambo hili mkashughulikia, sababu taasisi nyingi hatukupata umeme, na hasa kitongoji cha Kundese na kaya 180, lakini kaya iliyopata umeme ni siku 3. Lakini najua kabisa kwamba jambo hili litafanya vizuri. Jambo la pili ni bwawa ambayo inasemekana kwamba sitafungwa hapa kijiji cha Mialo, lakini tunahitaji ufafanuzi, tunahitaji maelekezo, hasa wale ambao yuko ndani ya piko, ni kwamba elekezo watu wataenda wapi na wataondokaje. Kama atapewa fidia, basi tuambiwe pia. Jambo la tatu ni mnara wa simu. Tuna changamoto ya mawasiliano kwa sababu mambo yote sasa hivi imeingizwa kwenye mfumo, iwe ni mambo ya dini, taasisi mbalimbali, mambo ya serikali zimeingizwa kwenye mfumo. Kwa hiyo tunapata changamoto sana kwa ajili ya mnara ya simu, hasa hususan hizi simu kubwa ambayo sasa hivi inatumika. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Mbunge utubebee taji letu kubwa. Naitwa Mustafa Juma Hasani, ni mtu kutoka kata ya Paranga. Nimependa uwepo wako hapa, nikasema nina kero moja ambayo nitaisemea kwa sababu tuko ndani ya jimbo la Chemba. Kwa kuwa nimemwona kakaangu mwakilishi wa TAWA, na mimi niko eneo ambalo ninafaa wewe ukatusaidia. Sisi kwenye kata ya Paranga kijiji cha Isini tumepakana na Tanapa, na miongoni mwa watu wa Tanapa kakaangu huyu kiongozi amekuja wa TAWA, alikuwa anakuja kukamata watu watu walioko ndani ya Isini bila utaratibu wa ndani ya kijiji, akiwa anapitia Tampori kuchukua wananchi wetu na kuondoka. Mara ya mwisho alimchukua ndugu yetu anaitwa Samade, mawasiliano mpaka kwa RCO ndo mtu wetu akapatikana, ikawa ni kero. Mimi sasa nakuomba uwashauri
waje watuonyeshe bikoni zao zinaishia wapi, kwa sababu wana kijiji wameandaa yale maeneo kwa wakati ya vijana, na vijana wengine wameshapewa maeneo yaliyoko ndani ya kijiji, ambayo mojawapo kuna mtu ambaye ana mgogoro na kijiji, na lile jambo liko mahakamani, alishtakiwa kwa eka 300, lakini eneo lingine wamekatiwa vijana. Mheshimiwa, tunakufuatilia na tunaona unapopambana pia, hasa kuhusu swala letu la barabara ya Chemba kwa Mtoro Singida. Nakushukuru sana, umelisemea bungeni. Jambo langu au kero yangu kubwa imeshasemwa na mjumbe mmoja aliyepita, lakini nairudia kwa namna nyingine. Ni hawa tembo wanatusumbua sana mheshimiwa. Wananchi wengi hapa sasa hivi hata ukiomba wanyanyue mikono wanalala nje kwa ajili ya kulinda mashamba mpaka sasa hivi. Na hii huwa inakuwa tatizo sana, mvua zinapokata tembo wanakuwa huru kutembea. Hata jana tu hapa wakati tumetoka kwenye mpira tunapishana na tembo hapa. Hii ni hatari, na mheshimiwa yuko hapa. Mimi nataka nilalamike kwamba sisi tunapokamata hifadhi kulipa ni siku hiyo hiyo, hata imalizi masaa unalipa zaidi hata milioni 1. Lakini sisi tunapotoa kero zetu hata kusifika kuji kuwafukuza inakuwa ni tatizo. Mheshimiwa, leo umefika hapa na hao wapo, tunaomba hii kero yetu itatuliwe na tusaidiwe, tukae kwa uhuru kama wananchi wa vijiji vingine. Kwa majina naitwa Vincent Osmani, wananchi kijiji cha Mialo. Mwenyekiti, niseme mengi yamezungumzwa, nitarejea tu kidogo, ila la kwanza nimshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuja kutukumbuka kutoa shukrani. Mheshimiwa mbunge, yaliyozungumzwa ni mengi, na mimi nataka nikazie kwenye swala la barabara. Litengenezwe barabara kupita wakati wote, sio wakati wa kiangazi tu, hata masika pia tunatamani tusafiri tuende Dodoma, Iringa, Mbeya na kadhalika. Kwa hiyo hilo libebe. La pili, kuhusiana na wanyama. Mheshimiwa mbunge amezungumza ndugu yangu hapa. Ikifika saa 2 ni mbio, haina haja tena kukaa kijiweni ambaye tunaita sasa vijana wa sasa. Haina haja kwa sababu tembo wanatembea, ikifika saa 2 wapo tu mtaani. Mheshimiwa mbunge, mimi kama mimi shambani kwangu wametafuna mara 2. Nikaenda kwa mtendaji wa kijiji. Mtendaji, shamba langu limevamiwa na tembo. Akaniambia nitakusaidia, nitaenda kata nitoe malalamiko. Wanahusiana na mambo ya mazao watakuja kutoa tathmini ili upewe kifuta machazo wanaita, si kifuta machozi, si kifuta jasho. Wanaita hivi. Na kuja kuambiwa nitoe tena gharama ya kumuita yule aje anitathminie, na huku shamba langu limeshaliwa. Nitafanya nini? Nitatoa nini ili nimuite aje atathmini shamba langu? Na huku ninaumia. Mazao yameliwa. Ningeuza baadhi hata mazao nimuite, nitauza nini? Mheshimiwa mbunge, naomba utusaidie kwa hilo. Asante sana. Nikuja kwa niaba ya vijana wenzangu. Mimi hapa ni msimamizi wa mazoezi kiufupi katika huu uwanja. Napigisha mazoezi vijana hapa, lakini tuna upungufu wa vifaa vya michezo, ikiwemo mpira, ikiwemo jezi na kadhalika. Mwaka jana tuliomba magoli kwenye uongozi wa kijiji, lakini hawajatujibu mpaka leo. Tumekuona leo mama yetu na serikali ya mama inachapa kazi. Na sisi vijana tunataka tufanye mazoezi, tupate afya, tuchape kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tuweze kupata hivyo vifaa kama inawezekana, ili tuendelee kufanya mazoezi, kuimarisha miili yetu, tuweze kufanya mazoezi kuendelea kuwa kakamavu. Licha ya hivyo, kuna changamoto nyingine ambayo nataka niiwasilishe kama kijana. Sisi vijana ambao tumekulia vijijini huko, wengi hatuna elimu, tunatamani kujiajiri. Lakini changamoto moja inakuja katika miundombinu, ikiwemo umeme. Ni pale narudi kwenye umeme. Umeme transformer ilikuwaje chimbo kwenye ule mgunga pale, nakumbuka. Kwa sababu mara ya kwanza kama sikosei walianza kupima Ndoroboni, Mialo ilikuwa bado ijawa kijiji, ilikuwa ni kitongoji, lakini baadaye upimaji uliingia na transformer tulielekezwa itasimama pale kwa mabreki. Lakini cha kushangaza, transformer imewekwa kule chini kabisa kule ambapo haina matumizi aina yoyote, na transformer nyingine imechimbiwa pale ofisini. Huku sisi walichotufanya, tumeingizwa umeme ambao hauna uwezo hata wa kusukuma speaker hata ile pale. Umeona? Tunatamani tuchomelee, tunatamani angalau tuwe na viwanda vya mafuta. Sisi ni vijana bado. Mimi ukiniangalia mama bado mtoto mdogo sana, lakini nimezeeka sasa hivi kwa sababu ya mawazo. Umeona? Kwa sababu natamani nijiajiri, lakini nikiangalia sioni nitaanzia wapi, nitaishia wapi. Changamoto kubwa ni swala la wenzetu wa hifadhi.
tuwaahidi tu kwamba tupo, tutashirikiana nao kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo tunatamani yawekwe sawa ili tuweze kwenda nao sawa, basi yanaenda kuwekwa sawa. Swala la fidia ama swala la kifuta jasho, kweli hiyo sheria ni ya muda mrefu. Kwa hiyo tulichokubaliana safari bungeni kwenye bajeti tulioimaliza tarehe 26 ya mwezi wa 6, tumekubaliana mwezi wa 9 ambalo ni bunge tunalokwenda kuanza, waje na sheria, mabadiliko ya sheria ili tuweze kuona namna gani tunakwenda kubadilisha hiyo sheria. Pamoja na sheria ya mabadiliko ya kifuta jasho, pia tunaenda kubadilisha sheria nyingine ya utaifishaji wa mifugo kwa wananchi wetu ambao mifugo yao inaingia hifadhini alafu wahifadhi wanataifisha mifugo. Kwa hiyo nayo tunakwenda kuibadili, itakuwa ni marufuku kwa mwananchi kutaifishwa mifugo yake eti tu kwa sababu imeingia hifadhini. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo tunakwenda kufanya marekebisho kwenye wizara yetu ya Maliasili na Utalii. Lakini pili, tutakwenda kuwasimamia kwa sababu uwepo wao ni pamoja na uwepo wetu sisi, ni watu ambao tunategemeana. Kwa hiyo wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanatuletea pia miundombinu ikiwemo ni maji, barabara na mambo mengine ili tuweze kuendeleza mahusiano mema na kuendelea kuimarisha umaliasili wetu na kutunza hifadhi zetu ili ziweze kuleta tija kwa Watanzania wote. Kwa hiyo hilo ndugu zangu mimi nalibeba na tutaenda kulisukuma kweli kweli. Swala la changamoto shule yetu ya msingi, upungufu wa majengo na pamoja na upungufu wa madawati, tulibebe hili niende nalo tuweze kuona ni namna gani tunaendelea kwa ajili ya kusukuma hayo maendeleo tunayoyasema. Safari hii kupitia mfuko wenu wa jimbo letu la Chemba tunapata mfuko wa jimbo milioni 77,900,000. Sasa fedha zile zimeingia mwezi wa 12 mwaka jana. Na mimi baada ya kuona adha kubwa ya wananchi na watoto wetu wanapata tabu ya kukaa chini, niliweza kupeleka fedha hizo kwenye utengenezaji wa madawati. Madawati tunayoyatengeneza, tunatengeneza dawati 1104 ndio ambao tutayapata. Lakini upungufu tulionao ndani ya wilaya yetu yote kwa shule zetu zote 121, tuna upungufu wa madawati 13,974. Kwa upungufu ni mkubwa. Kwa ukiangalia hata niliyotengeneza ni kama tu watoto wa mjini wanasema ni tone la maji ndani ya bahari. Lakini tutaona namna ya ugawaji. Kwa tutaangalia yale maeneo ambayo yana adha kubwa, tuweze kuyasogezea hata kama ni darasa moja basi tuweze kuwasogezeni hizo dawati. Lakini pili, tuombe kwenye yale wenzetu wa hifadhi. Hii nayo ni sehemu yenu. Hatuwezi kuwa tunahifadhi, tuna mamiti yako humo, mshindwe hata kutupa tu madawati hata 20-30 kweli. Kwa hilo nalo ni waombe. Nenda noti hiyo, nenda nayo. Mwambie chua bwana huko kimeumana. Ndio sawa? Kwa hiyo nayo ni sehemu. Haya maeneo ambayo yote shule zetu zote ambazo zimezungukwa na hii hifadhi, mimi nilitarajia swala la madawati mngelibeba. Yaani tuone fahari ya uwepo wenu. Tuone fahari ya kuwa na hii hifadhi. Kwa hilo nalo pia tunaombeni muweze kutusaidia. Upungufu wa walimu pia hili tunalibeba. Serikali inaendelea kuajiri kwa kila hatua. Tulipata ajira mwaka jana ambazo tumezisambaza kwenye maeneo kadhaa. Tunajua tena mwaka huu wa fedha mpya tutaenda kupata ajira zingine. Kwa hiyo tukipata ajira zingine mpya, basi wanamialo na nyinyi tutaenda kuwaona kwa ajili ya kuwaongezeni watumishi kwenye sekta ya elimu ili watoto wetu waweze kupata hiyo elimu. Lakini umeme wa Mjazilizo ambao babangu alisema kwamba kuna maeneo na vitongoji vingine umeme umefika, lakini wananchi wengine hatuna umeme. Tuna umeme kwa maana ya REA wanatusogezea umeme kwenye vijiji na vitongoji, lakini TANESCO wenzetu kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanatuongezea sasa nguzo na mradi wao unaitwa umeme Mjazilizo kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wetu wote wanapata umeme. Kwenye bajeti hii ya serikali ya mwaka 26-27, kadri tutakavyokuwa tumepata nguzo zitaendelea kusogea kwenye maeneo yetu. Lakini tulichokuwa tumetamani safari hii ni kufikisha umeme kwenye taasisi zetu za serikali kwa maana ya shule, zahanati, lakini pili pamoja na taasisi za dini na miundombinu mbalimbali, maeneo yenye maji,
maeneo yenye zahanati na mambo mengine. Kwa hiyo tukipata za kutosha, kila maeneo tutazifikisha kama mahitaji yenu yanavyohitajika. Niombeeni tu, tutaendelea kuwinda huko, mawindo mniombee yawe mema ili tuweze kufanikiwa kupata hizo huduma. Lakini swala la mawasiliano, tayari kijiji chenu pia tulishapeleka maombi kwa ajili ya kuweza kupatiwa mawasiliano. Na mtakumbuka Mheshimiwa Rais alizindua ujenzi wa minara 720. Kwa hiyo na sisi ndani ya wilaya yetu ya Chemba, mbunge wenu na mwakilishi wenu nimeshapeleka maombi kwenye maeneo yetu yale yote, ikiwemo hapa kwenu ambao mna changamoto ya mawasiliano. Kwa hiyo jukumu langu na kazi yangu kubwa mlionipa ni ya kuhakikisha pamoja na kupeleka maombi, lakini pili ni kusimamia sasa ili hayo maombi yaweze kutekelezeka na wananchi kuweza kupata huduma. Kwa hiyo nitakwenda kuendelea kusimamia swala zima la upatikanaji wa huduma ya mawasiliano. Mpaka yetu ya hifadhi, tunawaombeni sana wenzetu wa hifadhi, tusaidieni hata kama sio hizo hayo mabikonioni makubwa, lakini nendeni oneni namna bora ambayo mnaweza mkaweka tu hata ni hayo mabango yenu ama kitu kingine chochote ili kupunguza adha. Lakini kwenye hili pia ni waombe watu wetu wa TAWA, mmekuwa na changamoto sana, hususan hicho kijiji cha Isini, na wakati wa kampeni nilienda na nikakutana na hiyo kesi, lakini viongozi wangu na wananchi wameendelea kulalamika kutumia kijiji cha Tampori kwenda kuwaharasi wananchi wa kijiji cha Isini. Kwa hiyo niwaombe, kama mnaenda kumkamata mwananchi wa kijiji cha Isini, utaratibu unajulikana, ni lazima nyinyi mripoti ofisi ya kijiji, mtendaji apewe taarifa na mwenyekiti wa kijiji apewe taarifa.